Kuna ujumbe ambao rais wa Marekani Donald Trump aliweza kuuandika kupitia kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social muda mchache uliopita, kutokana na kile ambacho alikiahidi kufanyika usiku wa leo huko nchini Iran, kwamba Marekani itafanya mashambulizi ya kutisha kabisa, na kueleza kwamba kutokana na saa 48 ambazo aliweza kuzitoa za kufungua mlango wa bahari wa Hormuz kwa Irani, kama hawatotekeleza hivyo basi Marekani itafanya hivyo. Sasa rais wa Marekani Donald Trump ameweza kuandika ujumbe huo mzito kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, akizungumzia hali ya sasa inayohusiana na Iran. Katika ujumbe huo, Trump ameonya kuwa kuna uwezekano wa ustaarabu mzima kuangamia ndani ya muda mfupi, akieleza kuwa hali hiyo ni hatari kubwa, ingawa amesema hatamani itokee. Aidha, rais huyo amezungumzia uwezekano wa mabadiliko kamili ya utawala, yani regime change, akidai kuwa hatua hiyo inaweza kuleta uongozi wenye fikra tofauti, wenye busara zaidi na usio na msimamo mkali. Trump pia amesisitiza kuwa tukio hilo linaweza kuwa moja ya nyakati muhimu zaidi katika historia ya dunia, akidai kuwa linaweza kuhitimisha kile alichokiita miaka 47 ya unyang'anyi, ufisadi na vifo. Mwisho, aliwatakia heri na baraka wananchi wa Iran, akisema Mungu awabariki watu wakubwa wa Iran. Ujumbe ambao Trump ameweza kuandika muda mchache uliopita kupitia kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social. Sasa inaibua maswali kadhaa ya kujiuliza kwamba ni je, Trump atatumia mabomu ya nyuklia au matumizi ya silaha nzito zaidi kwa baadhi ya maeneo na sehemu muhimu huko nchini Irani? Hapa ni kile ambacho alikizungumza yeye mwenyewe rais wa Marekani Donald Trump tangu hapo jana, kwamba anaweza kufanya mashambulizi mazito na moto utawashukia wa Irani mnamo siku ya hapo kesho. Kesho yenyewe ndio leo, na muda aliahidi ni saa 2 kamili ambao ni sasa hivi. Sasa muda unazidi kuisha kwa takribani kwa jinsi ambavyo saa zinavyokwenda, lakini Trump amesema kwamba wakati wowote anaweza akaamuru kufanyika kwa mashambulizi mazito ambayo yataweza kupelekea kubadilika kwa kila kitu huko nchini Irani. Basi mtazamaji wetu, endelea kuwa nasi hapa uweze kujua kile ambacho kitajiri katika anga za kimataifa, hususan tension ambayo inaongezeka huko nchini Irani, Trump baada ya kuweza kutoa vitisho vya kutosha dhidi ya kile ambacho amekieleza kwamba kama hawatafungua mlango wa Hormuz basi Marekani itashusha moto wa kutosha wa mateso katika taifa la Iran, na Iran imekataa kabisa kuweza kufungua mlango huo wa bahari huko Mashariki ya Kati. Jiunge nasi hapa leo hii, tutakesha pamoja kuweza kujuzana yote yanayojiri katika anga za kimataifa.